nitumie fursa hii kuongea machache kuhusu jumuiya yetu na majukumu ambayo tunayafanya. Viongozi wa parokia, viongozi wa kanda, kamati tendaji ya jumuiya ya Mtakatifu Gabrieli, jumuiya jirani, wanajumuiya wa Gabrieli Malaika Mkuu, majirani, wanakwaya, tumsifu Yesu Kristo. Nianze kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwezesha sote kuwa hapa leo kwa ajili ya shughuli hii ya misa takatifu ambayo ni ya kipekee ya kumleta Baba Askofu kwenye eneo letu, na kimsingi Baba Askofu, wanajumuiya walipokea ujumbe huu kwa mshtuko, kwa sababu ilionekana kwamba ni jambo jipya na ambalo halijawahi tokea hivi karibuni. Kwa hiyo tunashukuru sana 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 kwa Baba Paroko kuipa fursa jumuiya yetu, lakini na wewe kufanya utume katika kiwango cha chini kwenye ground level. Tunashukuru sana Baba, tukuhakikishie kwamba jumuiya yetu ni hai na inatekeleza utume. Kwanza kabisa, uongozi tulionao ni mpya ambao umeteuliwa kwa kidemokrasia. Naomba niwasimamishe kamati tendaji. Kamati tendaji, tusimame. Hawa ndio kamati tendaji. Mimi ni mwenyekiti, makamu mwenyekiti nyosha mkono, katibu nyosha mkono, makamu wa katibu nyosha mkono, na mtunza fedha wetu ambaye ameridhika afya yake, hajawahi kutuangusha. Vyama vya kitume uwaka wasimame. Jamarika, alafu tukae. Wawata, viwawa. Baba, viongozi hao wanajitambua kabisa na wanatekeleza utume unavyotakiwa. Ili kuendana na uelekeo, tumetengeneza mpango mkakati wa jumuiya ambao umegusa kila maeneo kwa kupitia katiba yetu ya walei wa Kanisa Katoliki. Kwa hiyo tumejiwekea utaratibu wa hija, tumejiwekea utaratibu wa kutembelea wagonjwa, lakini tunaalika watu wakuja kutulisha kiroho. Tunaalika makatekista, tunaalika viongozi mbalimbali kwa ajili ya kuja kutupa neno. Lakini kiuchumi hatuko nyuma. Tuna miradi ya kiuchumi. Tuna mradi wetu wa sabuni. Kwa hiyo kila siku ya jumuiya tukifika, kwamba kwa sababu kila mmoja anafua nyumbani kwake, kwa hiyo tunasema sasa, kwa nini ukanunue kusiko kujua? Kwa hiyo utanunua sabuni yetu. Nafikiri mweka hazina mambo yetu yako sawa. Tuna akaunti benki ambayo kidogo ilikuwa na yumba, lakini tunaihuisha iwe sawa ili tuweze kuweka hela, tusianze kumtilia wasiwasi yule ambaye anatunza hela zetu. Tuweke kwenye benki yetu ya Mkombozi ambako tuna uhakika kabisa fedha iko salama na inatunzwa kwa mujibu wa utaratibu. Basi Baba, kwa sababu ulishasema kwamba leo una majukumu mahali pengine, jumuiya hii ina mambo mengi, lakini ina kauli mbiu. Kauli mbiu yetu sisi ni matajiri wa kiroho na matajiri wa mali. Hatutaki kujishusha, kwa maana ya kwamba tunataka mtu akija kwenye jumuiya aje na nguvu. Kwa hiyo tunajenga uchumi, tunajenga. Na kwa maandalizi ya siku ya leo, Baba Askofu, usiwe na wasiwasi kwamba kuna mtu atakuja kusema jumuiya inadaiwa. Hizi maandalizi yote ni nguvu ya wanajumuiya. Kwa hiyo ni nguvu zetu kutoka kwenye kazi za mikono yetu ambazo Mungu ametuwezesha. Kwa hiyo tuko salama kabisa. Wategemee lolote litatoka kwamba bwana, ile jumuiya uliokwenda Baba tunawadai maji, tunawadai. Hapana, tuko salama kabisa na tunakuhakikishia utatoka salama hapa. Baada ya kusema hayo, Baba, tunaweza tusijisifu, lakini tuna hii jezi tulioivaa ndio tunaizindua leo. Ndio t-shirt ya jumuiya, na makamu mwenyekiti wa parokia anaweza kakiri, anajua ni jumuiya chache ambazo zina usawa. Maanake tuliona tukiweka hapa makamu kitenge na nini, wengine watakuja na suti, watakuwa wanyonge. Kwa hiyo sisi tumeweka level moja, wote tuko sawa kabisa. Kwa hiyo tuombe zile t-shirt zilizoandaliwa za uzinduzi wa t-shirt yetu
Bwana Chaeka tuletee zile t-shirt ili tumkabidhi na baba ya kwake, ili asifikiri kwamba tulikuwa tunafanya saundi. Ni kitu cha uhalisia kabisa. Baba ataenda kuvaa t-shirt akijua kwamba imetoka, lakini wageni wetu wote na wao wametoka na hiyo kamba. Hakuna mtu ambaye tumemwacha hivi hivi. Wanakwaya nao muitendee haki hiyo. Baba tumeandaa kiasi kidogo cha kitu ambacho kitasaidia kuweza kuboresha. Amani, wanajumuiya wenzangu, tuendelee kumshukuru Mungu kwa baraka hizi na hatujachoka. Kama wengine watasitasita, sisi tuko tayari tena hata wiki ijayo kama utakuwa na nafasi tena. Kwa hiyo tunashukuru sana.